Uhali gani mwana michezo, na karibu sana katika dimba la michezo la sport.com kutoka hapa Dilunga TV. Na leo tutaangazia kabisa kuelekea katika fainali ya kombe la shirikisho, ambapo fainali hizo zitachezwa kati ya Simba na Berkane, na tukumbuke kwamba Simba ataanzia ugenini na mwisho atakuja kumalizia nyumbani katika uwanja wa Mkapa. Jina langu naitwa Suleiman Dilunga na hii ni sport.com kutoka Dilunga TV. Na huu ni uchambuzi moja kwa moja, nipo na mchambuzi wangu hapa maridadi kabisa anayefahamika kwa jina la Faraji Mayolo. Bwana mchambuzi wangu, mambo vipi? Mambo safi, namshukuru Mwenyezi Mungu, sijui wewe hapo. Bwana mimi niko poa kabisa. Wafuatiliaji wetu kutoka Dilunga TV wanatamani kujua kuhusiana na mchezo wetu ambao utachezwa Jumapili kama sikosei, ndio? Ni Jumapili. Labda itokee hapo wabadilishe ratiba. Ila nikija katika mchezo wapo, ni mchezo ambao umekaa kimtego zaidi. Kimtego kivipi mchambuzi? Kimtego ambapo kwanza watu inabidi wajue zinakutana timu mbili ambazo level zao ni level kubwa tofauti na mashindano waliokuwepo. Kana kwamba sio kama na yazalau mashindano ya shirikisho, hapana, ila RS Berkane ni timu ambayo ilikuwa inacheza muda mrefu mashindano ya shirikisho, sio kwa kupenda, kwa sababu ilikuwa kwenye ligi yake na kukutana na timu zenye ubora zaidi ya yeye na uzoefu wa kucheza mashindano makubwa. Sasa mwaka huu tunaona RS Berkane amefanikiwa kuchukua ubingwa na kutimiza zile ndoto zake. Ya kwanza sio ubingwa tu, kucheza mashindano ya club bingwa, yale mashindano makubwa ya Afrika ya vilabu. Sasa na Simba kule ndo nyumbani kwake. Simba huku chini kaja bahati mbaya, yeye mwenyewe anavyosema, baada ya mwaka jana Azam kushika nafasi ya pili. So ni mechi ambayo wenyewe wanasema kukata na shoka, na imekaa kimtego. Kwa nini? Nikija kwanza, Simba anaamini ni timu kubwa ambayo inaweza kufanya ukubwa wake, kuonyesha ukubwa wake popote. Na RS Berkane ni timu kubwa ambayo inafanya bora ikiwa kwake na hata isipokuwa kwake. Sasa Simba anaamini cha kwanza kuwa ataweza kupata ushindi atapoenda kwake, kwa sababu anafurahia kuwa akapata ile advantage ya kuanzia ugenini, kwa sababu mara nyingi waga timu inaanza ugenini ndio inaonekana wakati huo ni timu ambayo ni kubwa, afu kuaga inaanzia nyumbani inakuaga ni katika rank ni ndogo kuliko mwenzake. Sawa kabisa. Tukianzia kwa RS Berkane, tuambie unaonaje ubunifu wa kocha, uwezo wa kocha? Je, kocha wa RS Berkane anaweza kabisa kuchukua ubingwa katika kombe hili la shirikisho? Kuhusu kocha wa Berkane, kwanza watu inabidi wamtambue, anaitwa Maun Shaban. Huu ni kocha mkubwa sana katika soka la Afrika. Nikianza kwa uwasifu wake mdogo, kwanza ni kocha ambaye ametoka katika klabu ya Esperance de Tunis. Ni moja vigogo wa Afrika, katika vigogo watatu wa Afrika nayo yupo. Ni kocha ambaye amesaidia kuchukua ubingwa mara 3 mfululizo katika ligi yake ya Tunisia na mara 2 katika ligi kubwa ile ya vilabu ya Afrika. Kwa hadi hapo inatuonesha ni timu ambayo ina kocha ambaye ni mzoefu wa tournament kama hizi. So Simba kwanza inabidi, kabla kupambana na wachezaji wa RS Berkane, inabidi wajiandae vizuri kupambana na mbinu za kocha wa RS Berkane. Alafu pia haimaanishi kama Simba hawana kocha mzuri, ila huyu alikuwa RS Berkane, kumrazi RS Berkane ni kama tukisema shuleni, huyu huko yupo la 7, huyu huku ni mwanafunzi bora ambaye yupo la 5 au la 6, ambaye ameonyesha performance kubwa ambayo ingemfanya naye awe la 7, ila kwa kuwa tunafuata protocol, huyu yupo chini ya huyu. Kwa pale tunaenda kuangalia ya mashindano ya mbinu za walimu kwa kiasi kikubwa, ukiachana na wachezaji kwanza. Kwa mimi hapa hadi muda huu
nikiangalia naona kocha wa RS Berkane ni mtu ambaye anapenda sana kutumia home advantage, yani nyumbani kwake kule anapatumia vizuri. Nikirudia mchezo wa nyuma hapo, klabu ya Constantine ya Algeria ilikuwa inaamini kuwa inaweza kufanya maajabu na kuitoa hii timu, lakini kilichowakuta mwisho wa siku wakajikuta wanapigwa goli 4 wakiwa wapi? Ugenini. Hiyo hivyo ikawapa mzigo mkubwa kwenda nyumbani kwao kurudisha. Nikija kwa Simba ni timu ambayo ikiendaga ugenini mara nyingi lazima, tukiangalia average ya magoli huaga anaruhusu goli, na pia sio goli tu, huaga pia anaweza karuhusu magoli 2. Na ukija kwa RS Berkane akiwa kwake lazima ashinde goli, na sio goli tu, anaanzaga 2 mara nyingi. Hapo kuna watu ukiwauliza hapo, ukiwapigia simu zao washakufa nyingi hapo 5, washasahau mabegi. Wakina Stellenbosch washasahau mabegi hapo. So hapo nachotaka kusema ni kuwa hii mechi itaenda kuamuliwa katika mechi ya kwanza. Tofauti na wanavyofikiria wengi kuwa mechi ya pili au huko Dar es Salaam ndio itaamua. Hapana. Mimi mawazo yangu kwa hapo, kwanza mechi itaamuliwa katika hii mechi ya kwanza ambayo itachezwa wapi? Morocco. Kwa nini? Simba akienda kule akaweza kuzuia kupata sare au akafungwa angalau goli 1, ikizidi 2, hiyo 2 aidha apate 1 au 2 bila, hapo mimi naweza nikaamini chochote kinaweza kikatokea. Ila Simba akienda na confidence kubwa na akasahau kuwa wapinzani anaenda kushindana nao ni wazoefu na bora, atajikuta anafungwa goli 3 kwenda mbele. Hapo itakuwa kazi ngumu, kwa sababu tunawajua Waarabu katika fani ya kuzuia, ni watu ambao wako vizuri. Umeona? So mimi hapa mechi naiona inaamuliwa katika hii raundi ya kwanza, mechi ya kwanza. Nikija katika ubora wa uchezaji, RS Berkane ni watu ambao unaweza ukawakaba wachezaji wao, ukawakaba mifumo yao, ila wanaweza wakatumia uzoefu, wakatumia uwezo binafsi wa mchezaji mmoja, na kuna kitu kinaitwa set pieces, mipira ile iliyokufa. Tunaona hata Stellenbosch walijitahidi kuenda nao sambamba, lakini mwisho wa siku wakakuta wanapigiwa kona, faulo, zikazaa magoli. Mwisho wa siku ikawapa mzigo mkubwa. Hapo cha kufanya Simba wakienda kule wacheze kwa nidhamu kubwa sana, kwa sababu tunawajua Waarabu. Mwarabu yeye hitaji chance 10 ndio akufunge magoli 2 au 3. Mwarabu anaweza akapata chance 2 magoli 2. Hivyo waende kwa nidhamu kwanza ya kuwa ni mtu wa pili. Nikimaanisha vipi? Yaani asubiri kwanza amuheshimu RS Berkane kwa kuwa yuko nyumbani, na asitumie ile picha ya RS Berkane aliocheza naye miaka kadhaa iliyopita. Mimi nashauri acheze, aende na mbinu ya low block. Nikimaanisha akabie chini kabisa, yani awe anamsubiria RS Berkane aje, kisha akishakuja akiipora mipira atumie counter attack, yani mashambulizi yale ya haraka, kwa sababu ana watu wao ambao wanaweza kufanya hivyo vitu. Nikija kwa Mpanzu, ni mtu mwenye kasi na uwezo, skills kubwa sana. Na pia huku upande mwingine unamkuta Kibu Dennis, naye ni vile mtu mwenye speed na nguvu. Hivyo wakija huku chini, wale RS Berkane itawabidi waje huku kushambulia karibia wote, kwa sababu hawana cha kupoteza, wako nyumbani kwao. Kitu wanachokitaka ni matokeo. Sasa Simba inabidi atumie low block katika kuandaa mashambulizi yake, ila asije akatumia mid block muda mwingi au high block. Nikimaanisha mid block akawa nakabia pale zoni ya katikati, au high block ni ile akawa nakabia mbele kabisa, kitamkuta kilichowakuta wengine. Pia istoshe tu sio mawinga, ana mafullback ambao ni wana uzoefu, ana mafullback ambao wana uwezo, wana speed.
Nikimzungumzia upande wa kushoto Zimbwe Junior Shabarara, upande wa kulia namtaja Kapombe. Ana mabeki wazuri ambao wanaweza kuruka mipira ya juu, chini. Ana viungo wakina Kagoma, ana Ngoma, viungo wagumu kabisa. Kwa katika defense yuko vizuri. Sasa vizuri pale asiachia hata mianya ambayo ataitumia RS Berkane. Pia awe na nidhamu mpira utapoanza, kwa sababu wale Waarabu watakuja na mbinu yao. Dakika 15 za mwanzo au 15 zile za kipindi cha pili kinakaribia kuisha, watataka wapate goli au magoli, kwa sababu mpira unavyoanza pale 10 zile 5, concentration ya wachezaji na kuwa bado haijapatikana kwa kiasi kubwa, kwa sababu wengine wanakuwa damu zao hazijachemka, wengine wanatofautiana, mwingine damu yake inachemka baada ya dakika kadhaa. Kwa wao watakuwa sha train hicho kitu. Kwa Simba inabidi awe makini. Pia kwa nini nimezungumzia dakika 15, 10 mpaka 5 za mwisho kuelekea kipindi cha kwanza? Pale wachezaji wanakuwa na lose concentration kwa sababu moja, wanaamini tushamaliza kipindi. Kumbe pale wenzako ndo unakuta wanasuka mipango. Unakuta umezuia, umekula mbili, mechi imeisha hiyo. Wakikukosa hapo, unavorudi, yani ni vile vile ni vigao vipindi kwa namna hiyo. Kipindi cha kwanza, cha pili napo vile vile watavoanza tu mchezo, naamini watakuja na spidi kubwa. Wakiwaona wamewashindwa, watajifanya watacheza mpira ambao muone mnalingana. Waarabu wapo hivyo. Nyie mkishaona mnalingana, mtataka mfunguke. Mkishafunguka wataenda na nyie hivyo hivyo. Afu zile dakika za mwisho mkishapoteza concentration, mtawaza hapa tushamaliza, tutajuana kwa Mkapa, mnasikia nyavu zinacheka goli 2 au 3, na hiyo tushashuhudia sana. Mechi ya Constantine Simba alipata goli 1, lakini mpira umeishaje? 2-1. Haya, mechi amecheza Simba na Al Masry, zimeingia goli 2. Simba alifunguka, aliamini anaweza kubishana naye. Kutokana na nini? Alivyokutana na wakina Six Vaccine, akaamini anaweza kukifanya kwa watu wengine. Kumbe hakujua kuwa yule mpinzani aliyokutana naye kipindi kile ni mpinzani ambaye yupo katika kipindi cha mpito, yani hayupo katika fomu yake. Ila watu wanaokutana nao kama huyu RS Berkane ni mtu ambaye yupo katika fomu yake ya maisha. Huyu RS Berkane hajawahi kuchukua ubingwa wa ligi ya Morocco Botola Pro tangu ianzishwe timu yake, nao imeanzishwa kipindi cha miaka 1930 huko. Ni timu kongwe, lakini muda mwingi imetumikia daraja la chini huko. Ilivyopanda imekuja imeleta mapinduzi makubwa katika soka la Morocco na kuleta ushindani kama tunavyoona huku Singida Big Stars, Singida Black Stars, Azam. Sasa hii timu inapoelekea huku sasa, itataka kwanza imalize kwa heshima mashindano haya ya shirikisho, kwa sababu wao wanaamini hii ndio mara yao ya mwisho kucheza ya mashindano. Unaona, mwakani wanaenda kushiriki club bingwa. Kwao ni wapo katika fomu yao ya maisha. Kwao Simba atavoenda pale kucheza awe makini, ajue anakutana na mpinzani wa aina gani. Hii timu ni timu ambayo inacheza katika, kwanza watambue, inacheza katika ligi moja hapo, ligi bora Afrika, katika ligi 5 ambazo sisi tupo na hawa ni wapo juu yetu. Kwanza wajue katika ligi yao msimu huu hajachukua kinyonge ubingwa. Achukua mbele ya timu kama hizi hapa Wydad, timu ambayo inahusishwa na mapenzi, yani katika falme ya Morocco ni timu kipenzi, yani katika familia ya kifalme. Pia kuna timu ya kifalme inaitwa FAR Rabat. Alafu kuna hiyo FAR Rabat ni timu ya mfalme mwenyewe. Alafu kuna timu ya mtoto wa mfalme inaitwa FUS Rabat. Hiyo ni timu ya 3 kubwa. Alafu hapo kuna Raja Casablanca. Ni timu ambazo zote anashindana nazo na zote kazipita, kachukua ubingwa
wakiwa wanamwangalia, na akachukua ubingwa mechi 6 bado, na amechukua ubingwa aliyakuwa amefungwa mechi moja, amesuruhu mechi hazifiki 5, ameshinda mechi zaidi ya 17. Inakuonyesha ni mpinzani wa aina gani, anatoka kwenye ligi gani ngumu na akachukua ubingwa. Simba pia hapa ana mtego mwingine, anaitaka ligi ya NBC na anaitaka ligi ya shirikisho, na kote anashindana na wapinzani ambao wapinzani wagumu, wazoefu, wenye ubora. Sasa mimi kama maoni yangu, nilitamani Simba achague upande mmoja kwanza wa kuwekeza nguvu, kwa sababu akitaka kuforce kote anaweza kujikuta anakosa kote. Kwa mimi naona huku kwenye ligi ashajihakikishia kwanza nafasi ya pili. Bora angeenda kwanza kuipambania ili kombe, kwa sababu sio kombe tu, hii ni historia. Ni kitu ambacho huaga kifanyiki mara nyingi, historia adimu. Kama tukiangalia imepita miaka mingi tangu aingie finali katika kombe kabla haijabadilishwa jina, miaka 2000. Alivyoingia finali imechukua muda mrefu sana hadi kuingia. Hivyo mimi katika mawazo yangu awekeze nguvu kubwa huko. So kwa sababu gani huko? Ataiongezea nchi kwanza pointi zaidi za kufanya sisi tushiriki timu 4. Hadi hapa ametuongezea timu 4. Kwanza natoa faida moja kwa wasikilizaji wetu. Tuna miaka 3 mbele zaidi, hata kama timu zetu zitafanya vibaya, tutakuwa tunapeleka timu 4. Shaona? Hivyo hata mimi nataka Simba haikeze nguvu zake huko. Kwa sababu huku kwa Yanga, huku wa Tanzania anashindana na Yanga ambaye Yanga akishinda mechi zake zote anakuwa bingwa. Simba anabidi ashinde mechi zake zote na amwombee Yanga mabaya. Muona huku Yanga afungwe. Kwa huku yupo katika kitu ambacho hakipo mkononi mwake. Ila upande wa pili ni kitu ambacho kipo mkononi mwake, ni yeye kwenda ugenini kama ninavyoona mimi, akaicheze finali ugenini, aje nyumbani tushangilie. Sawa kabisa. Kwa mimi hapo nataka Simba aiheshimu sana RS Berkane, kwa sababu ni timu ambayo level yake ni kama hao wakina, hajafika kabisa huko, lakini kwa mipango yake wakina Pyramid ni level moja, wakina Al Ahly, wakina Mamelodi, ila tu ilijikuta timu bora inacheza katika mashindano ambayo ya shirikisho. Kwa mimi nikija kwenye asilimia zangu za mchezo, Simba naipa asilimia 20 za ushindi. Hapo ni sare hadi ushindi zipo kwenye asilimia 20. Bwana, kuanzia sare mpaka ushindi zipo kwenye asilimia 20. Na hii ipo kwa kote, ugenini na nyumbani, au ni ugenini tu ambapo unaenda kucheza siku ya Jumapili? Hii hapa ipo kwa ugenini. Manake Simba akiwaga nyumbani kwake naye anakuaga mtu mwingine. Mpira wa Afrika ni home sweet home. Ni mipira ambayo wewe tamba kwako, na mimi nitambe kwetu. Kuna msemo wa vijana sana wanaotumia, kuna msanii wetu kijana akwambia tamba pande zako pande zetu au tambi. Najua mabarobaro washamjua. Sawa kabisa. Sasa huku kwa Simba unaweza ukaja na timu yako, wewe kocha hadi ukajiuliza wachezaji ndio waliowatoa kule kweli? Kwa sababu wakija huku unashangaa, ni miguu mizito, mchezaji anakuambia kichwa kinauma. So huku tu nchi za watu. Na yeye Simba huku kuna scenario moja ishatokea miaka ya nyuma. Wachezaji wa Kitanzania walikuwa wakicheza na Waarabu, huku wakicheza nao wanawafunga moja, wanatoa sare, afu akimwona mfano winga au midfielder amekalili namba 7 kwa kawaida tu. Afu akienda kule anamkuta namba 7 anakimbia, anapiga chenga hadi ageuke kidogo kwa nyuma aisome namba. Hivi ndio yule kweli?
So maana yangu hizi ni pointi ambazo asilimia ambazo nimezitoa akiwa ugenini, nikirejea ile mkuta wa nyuma yake na wale wa nyuma wenzake na wenzake. Ila yeye Simba anaweza kufanya ile ikawa from zero to hero. Si nimempa asilimia 20, akaiongeza moja, akaiongeza sifuri nyingine, ikawa 200 endapo atafanya tofauti na tunavyofikiria, akaleta matokeo, akaileta heshima. Sisi hatuiti matokeo, akaileta heshima wapi? Nyumbani. Anaweza akafanya kama Yanga alivyofanya. Yanga aliaminisha tofauti jamii, kuwa ukienda Uarabuni hautoki. Simaanishi kama naisifia Yanga alifungwa huku akasema haijaisha. Kule akapata ushindi Mlazi, akapata ushindi wa goli 1-0, ila tu goli la ugenini likamnyima ubingwa. Hivyo Simba kwa kule nampa asilimia 20, alafu wale nawapa asilimia 80. Hivyo sasa kwa kutokana na asilimia zangu inabidi Simba wawe makini sana, kwa sababu any mistake is goal. Wajue huko. Shanipate? Any mistake is goal. Na Waarabu tu mpira wachezi kama starehe. Waarabu mpira kwao inakuwa ni kama vita. Shaone? Kwa sababu Mwarabu hata ukimuona anapocheza uwanjani kuna muda anatoka jasho mpaka mtu unashangaa huyu mtu vipi? Kumbe mtu pale kwanza anapambania CV yake. Mtu pale anapambania timu yake, anapambania CV yake mwenyewe, anapambania na timu yake. Vyote visogeo kwa wakati mmoja. Ila timu nyingi, wachezaji wengi wa Kiafrika huku chini ya jangwa la Sahara au wenye ngozi nyeusi, simaanishi ubaguzi, naelezea katika utambulisho. Mchezaji anajipambania yeye. Ushaona? Sasa ukijipambania wewe kuna muda utakwama. Kama vile kwenye gari, ili gari liende, dereva inabidi awepo ndani. Ndio dereva atalifanya gari liende na gari litaenda. Ila ukitaka uende wewe kama wewe, unaweza ukafika hiyo safari lakini ukachukua muda mwingi tofauti na ungekuwa na lile gari. Kwa mimi nataka kuwasihi wachezaji wa Simba wajitoe, kana kwamba ndio wanacheza mechi ya mwisho katika maisha yao. Yaani mechi ambayo wasiposhinda watakufa. Wasiposhinda watapoteza kila kitu wanachokipenda. Kwa sababu tumeona hadi serikali ya awamu ya 6 ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, mechi iliyopita katika nusu finali ya pili, Simba imegharamiwa kila kitu, accommodation yote na serikali yetu ya awamu ya 6 ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Hivyo nao inabidi warejeshe katika jamii. Kwa hiyo hapo inabidi wachezaji wajitoe. Jitoe ndio neno langu ambalo mimi nawasihi wachezaji wa Simba na kocha wa Simba na viongozi wote. Asante sana mchambuzi wangu Faraji Mayolo. Kuna neno ambalo ulizungumza hapa katikati ya maongezi yako, ulisema kuwa RS Berkane wana utofauti kati alivyokuwa mwanzo na hivi sasa. Tungependa kwanza utuambie kuna utofauti gani kati ya RS Berkane ya awali na RS Berkane ya sasa hivi, alafu kisha tutaenda kumwangalia naye kocha Fadlu ana uwezo gani, ana good performance ipi ambapo anaweza akaifunga hiyo RS Berkane. Tuanzie hapo chambuzi. Utofauti wa kwanza ndo nilisema kwa huyo kocha wao. Maana huyo kocha sio kocha wa muda mrefu. Ni kocha ambaye amekuja ndani ya kipindi hiki cha miaka 3 hapa, ambaye ni Moun Shaabi. Pia ni timu ambayo ina kadri inavyocheza inakuwa inavyopambana. Kuna kiongozi wao mmoja kwenye hiyo timu ambaye ni rais wa hiyo timu, ya rais aliyepita wa hiyo timu ya RS Berkane, ambaye anaitwa Feuz Rekja.
ambaye yeye ndo kama godfather wao, unaweza kumuita hivyo. Huyu ni mtu ambaye yupo katika renki kubwa za kuanzia Morocco, shirikisho lao la mpira ni rais huko, Afrika yupo na FIFA. Hivyo watacheza katika kumwakilisha yeye. Shanipata? Kwa kila siku ule anapanda renki. Kwa unapokuta RS Berkane ilivyokuwa inacheza kipindi cha nyuma, inacheza kuonyesha ukubwa wao. Ila sasa hivi inacheza kuonyesha ukubwa wao na kumwakilisha vizuri kama sisi tunavyotaka kumwakilisha rais wetu. Kwa hiyo ni utofauti wa pili huo. Yaani hawachezi tu kwa ajili ya kucheza tu. Kuna mtu nyuma yao, watu nyuma yao wanacheza kwa ajili ya nini? Wamebeba nembo kubwa, wamebeba azma kubwa. Unaona? Jambo la pili ni kama hivyo. Sasa hivi yeye anataka aiteke mpira wa Afrika kama unavyoona Pyramid anavyotaka. Hivyo ili uteke mpira wa Afrika ni lazima ukutane na watu wakubwa wa Afrika, ukutane na wakubwa wenzako. Na huyu RS Berkane kukutana na Simba, yeye ni anafurahi. Anataka ithibitishie dunia na Afrika kuwa yeye ni mkubwa sasa hivi, mtoto amekuwa. Kwa hiyo walivyokuwa wanacheza kipindi cha mwanzo walikuwa wanacheza kuijenga timu. Sasa hivi timu ishajengeka. Shaona kama chakula kilikuwa kinapikwa, nyie Simba mmekutana chakula kishaiva, watu wanataka wale. Hawana muda wa kupoteza. Ushaona kwa wanacheza na timu ambayo ishajijenga. Tofauti na tunavyoona Simba imefanya wonders. Kwa sababu gani? Simba ni timu ambayo inajengwa. Ni timu karibia wachezaji wengi ni wapya. Hata walikuwepo wa zamani hawaanzi. Nikianza golini, Kamara ni mtu ambaye amekuja, ana hata misimu miwili, si ndio? Mgeni. Huku kulia na kushoto ndo wapo wakongwe hao. Hapa mabeki zetu hawa wote wapya, wakina Chamu wanaocheza mechi hizi na kuja mechi ya nusu walocheza. Chamu na mwenzake Abraza Kiamza. Kidogo wa muda ni nani? Chemaroni. Hapa Kagoma ni mpya, anacheza na Ngoma ambaye alikuwepo. Ushaone? Mpanzu kushoto ni mpya. Umeona? Hapa kwa mbele yao Chanchaz Ahua ni mpya. Kushoto ni Kibu Dennis. Ukija ambaye ni wa muda kidogo. Ukija mbele unamkuta Ateba au Mkwara ni wapya. Umeona? Robo tatu ya timu ni wapya. Ushaona? Maana unaijenga timu. Ila wale ni watu ambao wamekaa kwa muda, wamejenga timu. Wakimuongeza mtu wanamuongeza mtu kutokana na matakwa maalum. Simba ilibidi wafanye hivyo kwa sababu timu yao ilikuwa imeelekea pabaya msimu uliopita, wenyewe tumeona. Ila wale timu yao ilikuwa inapanda fomu, kwa wao walikuwa waitengeneze timu, wanaiboresha. Kwa hiyo Simba anakutana na timu ambayo ipo katika climax, wenyewe tunasema kilele. Unaona? Hiyo ni moja, ni sababu ya tatu kwa nini mechi inakuwa ngumu. Unaona? Sababu nyingine, yule kocha atataka kuonyesha kuwa sio tu Esperance naweza hata huku. Unaona? Naweza hata huku. Na pia watataka waonyeshe kuwa sisi sio bora tu kwenye ligi, sisi ni bora hata huku. Pia watataka ionyeshe, maana Simba wenyewe watu wanapenda kusemaga ni timu ya kafu. Watataka ionyeshe kafu sisi hivi ni vitu ambavyo unaweza kufikiria kama vya vionjo. Tumeifunga timu yenu. Kama sisi hapa tukitokea tumeifunga Lali au Mamelodi, tunataka dunia nzima ijue. Kwa hiyo Simba awe makini sana, kwa sababu yule RS Berkane akija kucheza na Simba haichukulii kwa udogo. Anaichukulia timu kubwa sana kama sisi huko mindset zetu tunavyochukulia RS Berkane. Tukirudi kwa kocha Fadlu, tuambie kuhusiana na uwezo wake, hali yake ya kikosi, unalipi la kuzungumza juu ya hilo? Kuhusiana na kocha Fadlu, kwanza ni kocha mzuri sana. Ni kocha ambaye amekuja kufanya mageuzi katika timu ya Simba Sports Club. Kocha Fadlu, kwa historia yake, wasifu wake mfupi, ni kocha ambaye alikuwa anapitia katika kuwa mara nyingi katika kocha msaidizi. Hadi hapa ni moja ya kazi yake kubwa kabisa akiwa kocha mkuu.
na ameingia kocha mkuu kwa mara ya kwanza katika kazi kubwa na timu kubwa, lakini amefikisha timu katika hiyo mara yake ya kwanza katika finali. Kocha Fadlu katika timu kadhaa alizopitia, Maritzburg ya huko kwao South Africa mwaka 2012 alianza kama kocha msaidizi, na baadaye akaja akawa kama kocha mkuu, lakini baadaye akarudi tena katika timu kubwa ya Orlando Pirates mwaka 2019 na 21 alikuwa kocha msaidizi pia. Pia Lokomotiv Moscow ya Urusi alikuwa kocha msaidizi, pia Raja Casablanca alikuwa kocha msaidizi. Huko ndipo ambapo Simba waliuona uwezo wake na kumchukua na kumleta huko. Pia Fadlu ni kocha ambaye ni muumini sana wa vijana na muumini sana wa nidhamu, ufundi na mshikamano wa timu. Afu pia ni mtu ambaye anaendeleza vipaji. Hivyo ni kocha ambaye hata ukiwa naye kwenye timu, yani sio kocha wa leo tu, ni kocha wa future. Shone, kwa hata yeye Fadlu hii mechi itaanza ugumu, sio kwa wachezaji tu. Ugumu wa RS Berkane kupata utapata kutokana na nani? Na kocha Fadlu. Kocha Fadlu na yeye ni mtu ambaye anataka atengeneze CV yake. Shone? Anataka atengeneze CV yake. Sasa CV ili iwe kubwa ni lazima ushindane na wakubwa. Shone? Kija Fadlu tunakijua kikosi chake ni kama nilivyokitaja vile, kwa sababu unaambiwa ili uende vitani uwezo kabeba silaha zote, wewe utashindwa kuzitumia tu. Huko ushike bastora, ushike bomu, ushike nini, lazima uchague cha kwenda nacho kwanza. Yeye ndo kachagua kikosi chake. Kwa faida wa wasikilizaji nikitaje kikosi cha Simba, wote tunakijua. Golini kama kawaida Kamara, kulia ni Kapombe, kushoto ni Shabarara, alafu hapa kati kuna regular starter ni Amsa, alafu hapa anabadilishanaga Chemaroni na Chamu Karabwa. Alafu hapa ni double pivot anatumiaga, nikimaanisha viungo wawili ambao wanakaa sambamba, majukumu yao waga yanakaribia kuendana. Hapa ni upo Kagoma na Ngoma. Alafu mbele yao kuna namba 10 ambaye ni Ahua. Upande mmoja unamkuta Mpanzu, Elia Mpanzu, alafu huku unamkuta Kibu Dennis. Alafu mbele kwa kipindi hiki anamtumia sana Mkwala, na mimi nilikuwa na wazo amtumie hivyo hivyo Mkwala kucheza na Waarabu, kwa sababu Mkwala ni mtu ambaye mwepesi. So Waarabu mashambulizi yao mengi yanaanzaga chini. Waarabu ni watu wa kuposesi, lazima waposesi hata kama wakipiga counter, lakini lazima waanzie chini. Hasa inabidi wa disturb pale chini, wasicheze kwa utulivu. Ni ngumu kuwazuia kabisa, lakini ukimweka Ateba, kwa mimi namuona Ateba ni mzito. Ateba mara nyingi yeye ni finisher, yani yeye ni mtengenezee nini, yani ni mtu ambaye wa kwenye matukio. Ila Mkwala unaweza kumtuma nenda nini, ni ana mapafu ya mbwa yenyewe unaweza kusema. Hivyo Soni kwa nashauri wamtumie Mkwala pale mbele, kwa sababu Mkwala atasaidia katika kupunguza nini, mashambulizi. Na hilo naamini Fadlu kalifanyia kazi na ametuonyesha kwa kipindi kirefu. Maki mwanzoni inavyoanza Mkwala alikuwa nje, alikuwa anaanzaga Ateba, ila sasa hivi Ateba yeye ndo anakuwa chaguo la pili. Kwa hiyo inaonesha kuwa ni kocha ambaye anajua nini anakifanya. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ngumu sana, ngumu na ngumu. Ila Simba wakae chini na wachezaji wao na viongozi wao, wajue kuwa wanachokifanya ni wanaiwakilisha taifa. Alafu wakishawakilisha taifa, wanaiwakilisha rogo kubwa au timu kubwa Afrika ambayo ni Simba Sports Club. Alafu nyuma yao wachezaji wataoanza na watakuwa sababu kuna mamilioni ya mashabiki. Kuna watu huku nje wanakufaga kwa ajili tu ya sare tu, fikiria. Ajili ya mapenzi na timu.
mapenzi na timu. Kwa wajue huku kuna maisha, roho za watu. Shona. Bora ucheze uchoke kabisa hata kama dakika ya 50, lakini umejitolea 100%, kwa sababu ukishachoka 100% utatolewa, ataingia mwingine ni atachoka, hadi akichoka mpira umeisha dakika 90. Wewe jitolee mpaka mwisho. Inabidi watoke damu, yani ni jasho na damu. Mimi naweza nikaita hivyo, ni jasho na damu, na kila kitu kinawezekana. Kila kitu kinawezekana. Mimi neno langu ni kubwa ni hilo, kila kitu kinawezekana. Cha muhimu ni umoja na mshikamano. Asante sana, nashukuru sana mchambuzi wangu kutoka Dilunga TV, Faraji Mayolo. Mpira ni vita, mpira ni jihadi, na tumetoka kusikiliza uchambuzi mfupi kabisa juu ya mechi ambayo inatujia mbele yetu hapo siku ya Jumapili kati ya RC Berkane na Simba Sport Club. Nakumbuka kuwa Simba Sport Club wataanzia ugenini na baadaye watakuja kumalizia nyumbani katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Tukutane tena katika uchambuzi ujao. Hii ni Dilunga TV na kipindi ni Sport.com. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ukurasa wetu wa YouTube ya Suleiman Dilunga. Lakini pia mimi naitwa Suleiman Dilunga. Unaweza kunifollow pale katika ukurasa wangu wa Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Suleiman Dilunga _TZ. Lakini pia unaweza kumfollow mchambuzi wetu pale kwenye social media zake Instagram na Facebook kwa jina la Faraji Mayolo. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Asante.